Makumbusho ya Mkwawa inapatikana mkoa wa Iringa, nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Na hapa mlipofika, hichi kijiji kinaitwa Kalenga na ndiko makao makuu ya makumbusho yetu ya Mkwawa. Na mimi msimulizi wenu naitwa Anet Kastori Kibitani, ni mwongoza watalii katika makumbusho yetu ya Mkwawa. Makumbusho yetu imeanza mwaka 1954 kabla ya uhuru, ambapo ndipo fuvu la Mkwawa lilirejeshwa Tanganyika na tulikuwa chini ya utawala wa Mwingereza. Mwingereza ndiye aliyejenga jengo hili la makumbusho, ikiwa ni kama zawadi kwa kabila la Wahehe kutokana na yule kiongozi wetu Adam Sapi Mkwawa kuwa katika serikali ya kikoloni. Pia alikuwa spika wetu wa kwanza wa bunge na alikuwa ni mjukuu wa Mkwawa. Kwa hiyo aliyeleta fuvu hili la Mkwawa aliitwa Sir Edward Twining na aliyepokea aliitwa Adam Sapi Mkwawa akiwawakilisha Wahehe, na ndiye gavana wa kwanza kuingia katika makumbusho yetu hii ya Mkwawa. Ila jengo limejengwa mwaka 1953 na kipindi hicho tayari utawala wa Mjerumani ulikuwa umeshaondoka huku Afrika Mashariki, kwa sababu baada ya vita tu ya kwanza ya dunia Mjerumani alitakiwa kuachia makoloni, yani Tanganyika, Kenya na Uganda, akamwachia Mwingereza. Kwa hiyo Mwingereza yeye alitumia njia ya utawala tunaita indirect rule kwa Kiingereza, au kwa Kiswahili tunasema aliwapenda machifu wetu ili wale machifu wamsaidie katika kuongoza hili eneo na kuzuia migogoro mbalimbali kama Wajerumani walivyokuwa. Kwa hiyo yeye alitujengea shule ya msingi inaitwa Kalenga, iko hapo nyuma ya makumbusho yetu, pamoja na majengo yale kule nje yote mnayoyaona. Lile jengo la njano ilikuwa mahakama ya mwanzo. Ile ofisi yetu mliojiandikishia ilikuwa ni lockup au jela, kwa maana kwamba haki za binadamu zilikuwa zimeanza miaka hiyo ya 1950. Kwa hiyo unahukumiwa pale mahakamani, baada ya kupata hukumu yako unafungwa mle ndani. Na yale majengo mengine yote alikuwa anaishi Adam Sapi Mkwawa, yule spika wetu wa kwanza wa bunge, kabla ya kujengewa lile gorofa kule mbele. Kuna gorofa ambayo alijengewa na mission kwa maana ya zawadi kwake, kwa sababu alikuwa akiongoza eneo hili. Kwa hiyo eneo hili kwa ujumla ndio makao makuu ya makumbusho yetu, na ndiko alikokuwa akiishi Chifu Mkwawa huyu, au tunamuita Mtwa Mkwava Mkwavinyika, ambaye amezaliwa mwaka 1855 na alifariki mwaka 1898. Kwa hiyo ameishi miaka 43, ila alikuwa na wake zaidi ya 60 ambao anatuambia ni wachache tu kulingana na kabila letu la Wahehe, na watoto zaidi ya 100. Ila familia ya Mkwawa haikuishi hapa, iliishi sehemu moja inaitwa Ipamba, ipo kule nyuma ya ile milima. Na tunaposema Ipamba tunamaanisha kupamba lile eneo au kupendezesha lile eneo, kwa maana familia ilipatikana pale. Ila huku kunaitwa Kalenga, hapa mlipo panaitwa Kalenga, na Kalenga maana yake ni sehemu yenye maji mengi au sehemu kunakopatikana maji, kwa sababu mto Ruaha umepita ndani ya hichi kijiji chetu. Kwa hiyo chifu alipenda kuishi hapa kwa sababu atafuga, atalima, atapata mifugo mingi, pamoja na shughuli nyingine zote za kijamii zitafanyika vizuri. Lakini hapa alijenga kambi yake ya jeshi kubwa, ilijulikana kwa jina la Lipuli. Nadhani Lipuli FC mmewahi kuisikia, au walijiita Wanaparuhengo. Ina maana ile ilikuwa ndo kambi ya jeshi au ikulu ya Mkwawa, ilijulikana kwa jina la Lipuli. Na kambi hiyo ilijengwa kwa muda wa miaka 4 tangu mwaka 1887 hadi 1891. Ukubwa wake ilikuwa ni kilomita 16 za eneo, upana ilikuwa mita 3 na urefu wa ukuta ilikuwa futi 12. Kwa hiyo eneo lilikuwa kubwa sana. Ila ndani ya hii kambi ya jeshi chifu alikuwa ameweka sehemu maalum kwa ajili ya kufanyia hotuba, mkutano na vitu vingine, ambapo alikuwa anateka maeneo tofauti tofauti. Kama nilivyosema hapo mwanzo, neno Mtwa maana yake mfalme wa Wahehe, Mkwava maana yake mpokonyaji au mtekaji, Mkwavinyika maana yake mpokonyaji wa maeneo makubwa. Ila Wajerumani walivyofika eneo hili walishindwa kutamka Mtwa Mkwava Mkwavinyika, wakamuita Mtwa Mkwawa kutokana na lugha ya Kijerumani haina matamshi v.
Kwa hiyo kwenye V huwa wanaweka W. Kwa hiyo badala ya Mkwawa akaitwa Mkwawa. Kwa lugha rahisi, Mkwawa manake mpokonyaji, au kwa Kiingereza wanasema the conqueror. Alikuwa anapokonya maeneo mbalimbali. Kwa hiyo alipokonya eneo la Morogoro, Njombe, Mbeya, Ruvuma, Dodoma, Singida na baadhi ya maeneo ya Tabora. Ina maana alikuwa na eneo kubwa sana, na hiyo yote ilikuwa milki yake. Kwa hiyo tukikupiga mtu wa Njombe, Mbeya au tukipokonya, unatakiwa uzoe udongo huko kwenu ulete hapa nyumbani kwetu uwanjani. Sasa pale uwanjani palitengeneza mlima mrefu sana ambako nitaenda kuwapeleka hapo. Ule mlima chifu aliutumia kama jukwaa. Akitaka kuhutubia anapanda pale juu ya ule mlima, afu anaanza kuringa na kujidai. Wahehe walimuita Liringa, L-I-R-I, yani kuringa, kujidai na kutamba. Wazungu wakashindwa sema Liringa, wakaita Iringa. Kwa hiyo Iringa chimbuko lake ni hapa Kalenga, sio kule mjini. Kule mjini kunaitwa Boma kutokana na utawala wa Mjerumani, majengo yake yalijengwa kule mjini. Kwa hiyo hayo yote aliyafanya mfalme wetu Mkwawa kabla wazungu hawajafika eneo hili. Na alikuwa na mahusiano ya kibiashara na Waarabu, ambao Waarabu hao walikuwa wageni wa kwanza kuja Afrika Mashariki, na walimsilimu akawa Muislamu, aliitwa Bwana Abdalla au wengine walimuita Abdul, na aliyemsilimu Mkwawa aliitwa Abushir bin Sultan au Abushir bin Salim Suryama, ambaye alipatikana kule Tanga Pangani. Walipendana sana, akampa na zile nguo nzuri. Kwenye picha ya Mkwawa nadhani tumeona amevaa kilemba pamoja na hii aliyopitisha hapa. Na mfalme wetu nisema alikuwa na maeneo makubwa na alikuwa analinga kwenye lile jukwaa lake la kuhutubia. Ina maana sisi wengine hiyo mikoa mingine walikuwa mateka, wako chini ya utawala wa Mkwawa. Kwa hiyo yeye ndo alikuwa mfalme. Ndio maana niliwaambia alikuwa analinga na kujidai. Unajua ukiwa juu ya jukwaa unajiona wewe ndo mfalme kuliko wengine. Kwa hiyo Wahehe hawapendi kudogodeshwa wala hawapendi kutawaliwa. Wanaamini wao ni wafalme. Ndio maana wanapenda ukuu, au wanaita kwa Kihehe utwa. Kwa hiyo ukiona mmoja anasema anapenda utwa, maana yake anapenda ufalme. La sivyo, kama tunavyojua maamuzi yao ni magumu tu. Amuzi moja, yeye anapenda bora ajiue kwa kunywa sumu, ajinyonge, ajitupe mtoni, ndio amesolve tatizo, ila sio kudharauliwa. Na kauli mbiu yao ni ile ile moja, kwamba hawana shida ndogo ndogo. Wanasemaga ndi mgaa shida. Ndivyo walivyo. Sawa jamani, msiwadogodeshe. Wazungu walikuja kwa ajili ya lengo la kuwatawala Wahehe au kuwatawala wa Afrika kwa ujumla. Lakini hili eneo la kusini lilikuwa na upinzani mkubwa zaidi, kwa sababu Mkwawa alikuwa ndiye mfalme wa kusini yote. Kama nilivyosema, alikuwa na jukwaa la kuhutubia ambalo alikusanya udongo wa hiyo mikoa mingine. Sasa Wahehe hawapendi kutawaliwa kutokana na ule ufalme wa mzee wao Bwana Mkwawa, na wao huwa hawapendi kudogodeshwa. Na kikubwa zaidi, Wahehe huwa hawapendi kunyenyekea shida, yaani hawapendi kujinyenyekeza. Ni bora afe kuliko kunyenyekea shida. Ndio maana kwa Kiswahili huwa wanasema hawana shida ndogo ndogo, ila kwa Kihehe tunasema ndi mgaya sida. Baada ya mapambano ya muda mrefu kati ya Wahehe na Wajerumani, Wajerumani na Wahehe wamepigana kwa muda wa miaka 9 kwa awamu tofauti tofauti. Awamu ya kwanza ilikuwa mwaka 1891 ambapo Mkwawa na Wajerumani walipigana maeneo ya Lugalo, Kilolo. Hii njia ya kwenda Morogoro na Dar es Salaam, kuna kijiji kinaitwa Lugalo, wilaya ya Kilolo, ambako ndipo Mkwawa alishinda vita kwa raundi ya kwanza. Alimshinda Mjerumani kwa kuua askari wa Kijerumani zaidi ya 300 pamoja na askari wao au kamanda wao aliitwa Emil von Zelewski, au jina jingine alijiita Nyundo, kwamba akimkamata Mkwawa atamgonga kama jiwe, lakini mambo yalikuwa tofauti. Kwa hiyo asili ya neno Lugalo ipo Iringa, sio Dar es Salaam. Dar es Salaam ile ni kambi ya jeshi ambayo tulijengewa na Waingereza baada ya kurejeshwa kwa fuvu la Mkwawa.
Baada ya vita hiyo Mkwawa kutoka kwa kishindo kikuu, Wajerumani walihuzunika sana na kusema huyu jamani mtu wa namna gani, kwa sababu wao waliwaza kwamba Waafrika ni kama sokwe tu au ni wajinga, ni wa kuwatawala kwa raundi moja tu. Lakini walienda nyumbani kwao wale wachache waliobaki. Wale waliofariki walizikwa pale pale Lugalo Kilolo, kuna kaburi mkono wetu wa kulia tukiwa tunaenda Morogoro na Dar es Salaam. Wakakaa miaka miwili huko Ujerumani, wakarudi tena awamu ya pili mwaka 1894. Lakini walipofika hapa walikuja na kiongozi wao aliitwa Bwana Tom von Prince. Yeye alianza urafiki na wale machifu ambao niliwaelezea kwamba Mkwawa alichukua maeneo yao. Mfano yule chifu wa Mbeya aliitwa Chifu Merere wa kule Usangu, tuna Kiwanga wa Njombe, Chabruma wa Ruvuma na Begere wa Kilosa Morogoro. Hao walimsaliti Mkwawa, wakawasaidia Wajerumani namna ya kumkamata Mkwawa. Kwa hiyo hao walitoa siri zake zote kwamba ana kambi ya jeshi au ikulu ambayo iliitwa Lipuli. Wake zake waliishi kule mlimani kama nilivyosema. Waarabu pia walikuwa wakimsaidia Mkwawa. Kwa hiyo wao walienda kusimama sehemu moja inaitwa Tosamaganga, ambako neno Tosamaganga kwa Kihehe tunamaanisha rusha mawe. Tosa rusha, maganga mawe. Walisimama pale mlimani na kuanza kurusha mabomu ambayo yalivunja hii kambi yetu ya jeshi kubwa. Mkwawa akawa anajua ni mawe, akawa anaambia askari wake kwa lugha ya Kihehe tunasema nyela vito samaganga na nye mtose, akimaanisha jamani wanarusha mawe na nyinyi rusheni. Kwa nao wakawa wanarusha mawe wakati wazungu wanarusha mabomu. Ndio maana eneo lile tukaita Tosamaganga. Na baada ya kuvunjika kwa hii kambi ya jeshi ilimfanya Mkwawa ahame hapa Kalenga na kwenda kijiji fulani kinaitwa Mlambalapaasi. Wahehe huita Mlambalapaasi wakimaanisha alipolala chini Mkwawa au walikozikwa chini, kwa sababu hakukuwa na vitanda wala kitu chochote kule porini, ni mapangoni. Ila wazungu walishindwa kuita Mlambalapasi, wakaita Mlambalasi. Kule aliishi kwa muda wa miaka 4 akiwa anaendelea kutafutwa na Wajerumani. Lakini Wajerumani kwa sababu washaungana na wale machifu, wakawa na wakamata baadhi ya ndugu wa Mkwawa, wake, watoto. Unaulizwa tuambieni chifu wenu yuko wapi? Sasa mnakusanywa kule mjini. Ile sehemu inaitwa Kitanzini. Usiposema mfalme yuko wapi unanyongwa. Kwa hiyo kile kitendo cha kunyongwa pale ndio maana walikiita Kitanzini. Kwa hiyo Wahehe waliona bora kufa kuliko kumsaliti kiongozi wao. Mpaka leo Wahehe wana ujasiri huo. Bora afe kuliko kutoa siri zinazomsumbua. Anahisi kama atajidogodesha au atajizalilisha. Au kwa maana nyingine, kifo ni njia rahisi ya kusovu tatizo kwa Mhehe. Kwa hiyo ukimuingiza kwenye kashikashi za maisha, familia ikimsumbua, anaona bora ajinyonge au bora ajitupe mtoni. Kwa hiyo Mkwawa alivyopata taarifa hizo alisema itakuwaje jamani? Mbona mambo yamekuwa magumu? Baadaye Wajerumani walienda hata kumkamata Bwana Abushiri na kwenda kumnyonga kule kisiwa cha Saanane. Kwa hiyo Mkwawa alikosa tumaini. Akasema kunakoelekea na mimi nitakamatwa. Na Wajerumani walikuwa wameshazingira hili eneo lote, wanamtafuta Mkwawa